wetu ni Mungu unayeweza. Yesu unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Amen. Asante sana. Mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Naweza kaona. Kwa hivyo na vitu ambavyo ni maalum kwa ajili yetu, kwa ajili yako umeandikiwa ili tupate kujua kwamba kuna uzima wa milele. Wakati mwingine kwenye maisha tunayoishi kuna hali kama ya kuzimia, unavunjika moyo, unakata tamaa, unafikiria kurudi nyuma, unafikiria hata kuacha wokovu, na kuna watu bahati mbaya wanaacha wokovu. Nataka nikwambie Mungu, usifikirie kuacha wokovu. Endelea mbele. Endelea mbele. Neno la Mungu ni kwa ajili yako. Mungu anakupenda, Mungu anakuona, Mungu ana makusudi na maisha yako, kwa sababu unaamini kwamba kuna uzima wa milele. Amen. Katika kitu ambacho siwezi nikafikiria hata siku moja kwenye maisha yangu ni kuacha wokovu, kwa sababu kuna uzima wa milele. Amen. Hivi unajua uzima wa milele? Mwanadamu ameishi tumboni kwa mama yake, akaja hapa duniani akaishi. Maisha ambayo unaishi hapa unaona ni marefu sana. Mwisho wao utaondoka hapa duniani. Unakwenda kwenye dunia nyingine, ambayo dunia nyingine unakuwa na mwili wa roho. Mwili wa roho ni sawa na mwili huu hapa wa kawaida, kasoro tule ni wa roho. Wenyewe hauzuiliki na hali. Mwili wa roho hata kama milango yote imefungwa, imekuwa hapa ni sealed. Mwili wa roho una uwezo wa kupenya kuingia ndani. Na hiyo Bwana Yesu alionyesha mfano. Watu wamefunga milango kwa hofu ya Wayahudi. Yesu anaingia pale, anasema amani iwe kwenu. Kwa hiyo manake na sisi siku tutakapofufuka, tunafufuka tukiwa tumefanana na Yesu Kristo. Tunakuwa na miili ile ile. Tunakuwa hivi, lakini ni miili mingine ya roho.